Yes, ni aje wewe mpenzi mtazamaji wa Bina TV. Mimi naitwa Mr. Ma Promo na niko Mwanza. Kati ya wasanii ambao Mwanza wanafanya vizuri ni huyu jamaa ambaye niko naye hapa mbele, anaitwa J Star Music, na lakini pia waga anagusa vyombo. Tutapiga naye story na utafahamu vingi kutoka kwake jioni ya leo. Mambo vipi J Star? Fresh. Mzima kabisa. Niko timamu. Hongera, unafanya vizuri sana Mwanza sasa hivi na muziki umekukubali. Najua haikuwa rahisi wewe kufanya hicho unachokifanya kwa sasa hivi. Tuambie ilikuwaje mpaka wewe kuwa msanii na kujikuta unafanya vizuri kwa jiji la Mwanza na kanda ya Ziwa kwa ujumla? Kwanza muziki ni kitu ambacho nakipenda tangu nikiwa mtoto. Nimekuwa tangu nikiwa kijijini, sawa? Nilianza kwenye kucheza, sawa? Nikiwa sijui maana ya muziki kabisa, unaona? Lakini baada ya kufika mjini na nini, mambo ya hapa na pale, harakati za maisha, kuna kundi fulani lilikuwa linaitwa wa California. Nilikuta wanafanya mazoezi, lakini nilivyoenda pale nilivyokuta wanafanya mazoezi, nilivyokuwa nikiwasikiliza wale wasanii wanaoimba pale, mbona hawa mimi naweza nikafanya zaidi yao, unaona? Kwa hiyo ni kwamba kujiunga kwenye ile group, wakawa wamenikubalia na nini, mambo mengine yakaendelea, ndo safari yangu ya muziki ikaanzia pale. Kabisa. Hongera. Sasa hivi wewe ni kati ya wasanii ambao wanahesabika Mwanza mnafanya vizuri. Tuambie unajisikiaje kusikia ni wewe ni miongoni mwa wasanii ambao mnahesabika mnafanya vizuri jijini Mwanza? Kiukweli najisikia furaha sana, lakini pia unaweza kutambua kwamba sio rahisi kufanya vizuri hasa huku kanda ya Ziwa, hususan kwenye jiji letu la Mwanza. Yaani ukiona mpaka unafanya muziki, unasikika, kazi zako zinasikilizwa na nini, sio kazi rahisi. Kwa I feel good. Yeah. Tuambie ugumu wa kufanya kazi kufanya muziki kanda ya Ziwa, ugumu koja especially Mwanza. Ugumu wa kanda ya Ziwa, kwanza kanda ya Ziwa bwana, hizi online TV sio nyingi sana kama sehemu nyingine. Lakini pia hata tukija kwenye upande wa media, kwa mfano nazungumzia radio, hazisupport sana muziki wa huku kama sehemu nyingine. Kwa hapo ndipo kuna changamoto. Yeah. Media zina support lakini sio sana. Yaani kuna mtu anaweza kujiuliza kwamba huenda production mnayofanya sio nzuri, ndio maana wanasupport muziki ambao labda umetoka kwenye studio makubwa na vitu kama hivyo rap. Hapana, sikubaliani na hilo. Yaani mimi ninachokizungumzia huku bwana, media za huku zinasupportiana kwa kujuana. Yaani kwa maana mpaka mtu anakufahamu huyu hapa ni Bina, unaona? Huyu Bina na J Star wanafahamiana, wana ujamaa na nini ndio wanafanya kusupportiana. Yes. Kabisa. Sawa, unafanya muziki lakini pia nimeambiwa kuwa pia ni producer ambaye unajiproducea mwenyewe lakini unaproduce pia ngoma za wasanii wengine. Hii ilikuwaje? Kwanza mimi bwana, muziki ni kitu ambacho kiko kwenye damu kabisa. Unaona? Mimi nimeingia kwenye kazi ya kuproduce. Nakumbuka nilikuwa kuna studio ya jamaangu ilikuwa kipindi cha nyuma kidogo, unaona. Sasa wakati nilikuwa narekodia pale na nini, zile kazi alizokuwa akizifanya, unaona, kwa sababu mimi tayari ni artist na muziki mzuri na ujua, muziki ambao hauko sawa na ujua. Kwa hiyo walianza kuja wasanii wakati wanarekodi pale. Kuna producer mmoja, sitaki kumtaja jina, alikuwa akifanya muziki, wasanii wanakuja wanalalamika, lakini wakija kulalamika producer anamwambia mbona kazi iko sawa. Lakini mimi nikisikiliza pale nasikia kabisa hii kazi haiko sawa. Kwa hiyo najaribu kuingia na naibia, unaona? Hivyo yani. Nikajikuta tayari. Hongera, ni sio jambo jepesi lakini wewe umeniweza. Kwa sasa hivi wewe unajiona ni kama producer wa ngapi, namba ngapi wewe hapa Mwanza? Namba ipi? Yani unaona kabisa mimi kwa producer sasa hivi ni weke namba fulani. Sitaki kujisifia sana, lakini nadhani kazi zangu zenyewe zinazungumza. Mashabiki ndio wataongea kwamba huyu bwana anajua kiasi gani, huyu afananishwe na nani na nani. Lakini mimi mwenyewe siwezi nikasema kwamba lakini ninajiamini kazi ninazozifanya nafanya vizuri, unaona, na ndio maana zinasikika sana, ndio maana zinafuatiliwa sana. Kabisa. Wewe na K Flavor mmekuwa na chemistry nzuri. Imesababishwa na nini? Mimi kwanza hapo nizungumzie hapo. Kwanza sio K Flavor, ila mimi napenda kusupport,
sawa, na support pale, yani nikisikia huyu mtu ana talent, huyu mtu ana kitu, sawa, anaweza akafika mbali, lakini hana uwezo wa kuingia studio kurekodi na nini, gharama, kwa maana kama mimi nina studio, sawa, na produce mwenyewe, kwa hiyo mimi kusupport sio kazi ngumu sana, na ndio maana K-Flavor mimi niliamua kuchukua kumweka kwenye studio yangu, na sasa hivi tunafanya kazi vizuri. Ndio maana kazi zangu nyingi ambazo naimba najitahidi kufanya nini, kila kazi ninayoimba, kila kazi ninayoitengeneza namweka na K-Flavor anakuwemo ndani kabisa. Yes. Kwa Mwanza sasa hivi ni wasanii wapi ambao utaambiwa wanafanya vizuri ukawataja bila kusitasita kwamba hawa ndio wasanii wangu labda 5 bora ambao wanafanya vizuri kwa sasa hivi ambao wewe mwenyewe unaofanya? Wa kwanza J-Star ambaye ndo mimi hapa. Nafanya muziki mzuri, nafanya kazi nzuri lakini pia kuna K-Flavor, lakini kuna Mido Browse. Hao ni wasanii ambao wanafanya vizuri sana. Kwa watatu hao ndio wewe unaamini kwamba wanafanya vizuri? Yaani kufanya vizuri nazungumzia kwanza kazi nzuri, unaona? Na zinapendwa pia. Sawa, unajua kuna mtu anaweza akaachia kazi ikaenda, lakini yani ni basi tu kwa labda kwa sababu ya promo na nini, lakini kuna kazi ambazo zinajisukuma kabisa. Kati ya vitu ambavyo vinasemekana kwamba wasanii wa Mwanza waendi mbali, afiki mbali, ni kwa sababu wanajeuri, wana viburi na vitu kama hivyo. Tuambia, ukisikia kauli kama hiyo kwako wewe unaichukulia? Kiburi kwanza ni hiyo huwa ni tabia ya mtu. Kiburi sio kwamba watu wa Mwanza au watu wa wapi, hapana. Kiburi ni tabia ya mtu. Kwa kama una kiburi, umezaliwa na kiburi, umekuwa una kiburi, bado utabaki kuwa na kiburi. Lakini kusema kwamba watu wa Mwanza wana kiburi, wanajeuri, hapana. Hilo sikubaliani. Kabisa. Kwenye mahusiano sasa tuzungumzie. Star Music, kuna mtu anakuangalia, anaona muonekano, amependa usanii, yes, anataka ajue kwamba je, uko na mahusiano, una mke, una mpenzi na vitu kama hivyo. Tuzungumze. Brother, mimi ni mwanaume. Mimi ni mwanaume, siwezi kukosa mahusiano, lakini sio vizuri kumtaja. Lakini anajua kwamba uko na wewe. Anajua anampenda. Au unataka nikutajie? Sasa hiyo ni wewe, kama ukiamua kumtaja, mtaje. Wanasema ukimpublish mwanamke ni kama unampromote. Je, uko tayari kumpromote? Niko tayari kwa sababu nampenda sana. Nampenda na yeye anajua nampenda sana, yani sana. Kabisa. Hongera kwenye hilo, na shemeji yangu pia hongera kupata J-Star Music Superstar, anafanya vizuri. Hongera sana, lakini baadaye utalia. Katika vitu ambavyo nimeona ni vizungumza jioni ya leo na J-Star, umekuwa ukifanya vitu vingi Mwanza kwenye maisha. J-Star ni maisha, mtu ukisikia mtu anazungumzia maisha, unatafsiri vipi maisha? Maisha ndo haya. Maisha ndo haya, tunapambana out of music. Bado kuna kazi zingine tunafanya, tunashirikiana na jamii na nini, vitu mambo yanaenda. Yes. Kabisa, jambo zuri sana. Kitu gani ambacho unatakiwa kuambia mashabiki zako kwenye social media zako? Unapatikanaje? Mtu akitaka kuangalia ngoma zako, umeachia ngoma ngapi? Kama vitu kama hivyo. Okay, bwana, mimi naitwa J-Star Music. Instagram napatikana kama J-Star Music_TZ, lakini pia YouTube napatikana kama J-Star Music. Sehemu zote. Kabisa. Naenda kumsupport, ni kati ya vijana ambao wamekuwa kipambana hasa huko kanda ya Ziwa na Mwanza kwa ujumla kuhakikisha kwamba muziki unasimama na unaendelea kufanya vizuri. Mimi naitwa Mr. Ma Promo na hii ni Bina TV, mpaka saa mwingine. Bye bye. Kwanza nafurahi, unajua Rayvanny kwanza ni msanii mzuri, ndio hiyo zao la WCB. WCB imejitahidi kutupa wasanii wazuri sana. Kwa hiyo Rayvanny ni msanii mzuri, anafanya mangoma yake mazuri, na kwa kifupi lazima yahiti kimataifa. Lakini pia hiyo ni fahari kwa Tanzania. Mashindano kama yale ya dunia ni makubwa, yanatazamwa na dunia nzima. Yeye kwenda kuperform pale ameitengeneza kwa kifupi ameitengeneza Tanzania nzima ya muziki, lakini pia ameipa jina Tanzania. Mtu anasema mtu wapi Tanzania? Tanzania kwa moja na yani kwa namna moja nyingine imejitangaza sasa kimataifa. Kwa hiyo mimi nadhani kila mdau wa muziki wa nini ana kazi kubwa sana ya kumuunga mkono na kumsupport. Hilo ndio kitu kikubwa. Bana, cha kumalizia pia na ndugu zako ambao sasa hivi pia naona headquarters zinazidi kubadilika, una lipi la kuambia vijana ambao wana ndoto pia kumiliki gari, kwa sababu naona mjini kila mtu ana magari sasa hivi? Mimi nawakaribisha sana Tambu Motors, sisi ndo mabingwa wauza magari Tanzania hii.
wengine wanatuiga tu. Kwa hiyo nawakaribisha, karibuni sana Tambuu Motors. Na sisi bwana ndio watu ambao tunauza magari bei rahisi. Nakwambia brother, kabisa hii nawaambia mkafanye research. Mimi akaunti yangu ya Instagram ipo, kaangalieni gari na post bei gani, alafu mkatafute wauzaji wengine wamepost bei gani, ndio mtajua ya